Bana, kwenye usiku wa tuzo tuko na mwenye Manzese yake. Yaani ukihitaja Manzese bila kumtaja Madii, hiyo sio Manzese. Umekosea sana. Hujahitaja Manzese kabisa. Utakuwa umekosea sana. Tuko kwenye usiku wa tuzo za BMT, Baraza la Michezo Tanzania. Wewe kama sehemu ya watu wadau wa michezo, umekuwepo kwenye industry ya burudani muda mrefu, kwa sababu michezo nayo ni burudani. Hizi tuzo zikiwa zinatoka kwa watu kama hawa, huwa zinatoa hamasa kwa namna gani kuelekea kwa msimu husika? Mtu yoyote yule ambaye anafanya vizuri, iwe kwenye michezo, iwe kwenye biashara, iwe kwenye mziki, kama hajapata watu wa kumpongeza, wa kumwambia umefanya poa, umefanya noma, anaweza akapunguza ile kasi ya kufanya noma zaidi. So mimi naamini tuzo maana yake ni kukukumbusha wewe ambaye ulifanya vizuri huu msimu husika kwamba umefanya noma sana. Sasa ili tunakupa hii tuzo ili ufanye noma zaidi msimu ujao. Mimi naamini hiyo ndo maana halisi ya watu kupewa tuzo. Bana, wewe ni shabiki wa michezo, lakini ni shabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Clement Mzize, super striker, yuko hapa anawania tuzo ya mwanamichezo bora wa mwaka. Wapo akina Salmin Kasim Mizinga pale, yupo Simbu. Kwa hao watatu, kwako wewe bado kule nadondokea kwa Yanga Afrika ama kuna mtu ambaye unahisi ana deserve hiyo tuzo? Sitaki kuwa judge kwa sababu naamini kuna vigezo vingine ambavyo labda mimi sijavifahamu moja kwa moja kama ambavyo wahusika au majaji wao watakuwa wameviweka. Kwa hiyo nitaheshimu yale maamuzi ambayo yatatoka kwa majaji, lakini tukirudi kwenye ushabiki nitafurahi moja kwa moja nikimwona Mzize amepokea hiyo tuzo, lakini neno langu haliwezi kuwa ndo sheria. Hilo natamani kwa sababu ni mchezaji wa timu yangu, nampenda, ni kijana ambaye ametoka toka anaanza tunamwona, so inaweza pia ikaja kuwa chachu ya vijana wengine kumbe inawezekana, kwa sababu historia ya Mzize kila mtu anaifahamu ilipoanzia. Sina hakika, lakini nasikia alikuwa ni mtoto tu wa mtaani, then akaja kuendesha bodaboda, then akaja Yanga Afrika, kawa mchezaji mkubwa Afrika. Kwa hiyo peke yake inaonyesha kabisa kwamba inaweza ikawapa chachu watu wengine kwa sababu wanaifahamu historia ya Mzize, lakini narudia tena, neno langu haliwezi kuwa sheria. President, kuna tuzo za michezo, kuna tuzo za filamu, kuna tuzo za mziki. Hizi zote zinaandaliwa na serikali. Unadhani zina maana gani kwenu nyinyi wahusika wa hizi tuzo? Ndio vile nilivyokuelezea mwanzo. Unajua mtu unapompongeza, mimi tuzo naamini ni moja ya pongezi. Mtu unapompongeza ina maana anaamini kumbe watu wanathamini hichi nilichokifanya. Kwa hiyo nitakifanya zaidi next msimu unaofuata. Kwa hiyo hizi zina maana kubwa sana, na niombe serikali yetu iendelee kutilia mkazo especially kwenye masuala mazima ya zawadi. Watu wapate vile vitu ambavyo wanastahili kulingana na huko mtaani tunavyowachukulia. Unajua mtu akichukua tuzo labda MVP, unaona kabisa hii mzigo fulani hivi mzito, basi hata ule mzigo ambao utatoka pale uwe mzito kama ambavyo lakini tuzo mimi nafikiri ni kitu kizuri sana. Nawapongeza wote ambao wameshiriki kwenye kuandaa mpaka kufikia hapa. Bana, mmegoma kutoka pale kileleni. Unazungumzia the Gunners au Yanga Afrika? Na leo nafikiri game imeisha muda si mrefu. Okelo kaweka 3 ka assist 1 ambayo kafunga Maxi. Kwa hiyo unaona namna gani Yanga wanataka ilitaji, na sioni sababu ya kulikosa. So watakuwa pale juu kwa pointi 5. Sasa hivi nafikiri itakuwa pale juu kwa pointi 8. Labda Mnyama akirudi tena uwanjani akipata matokeo mazuri anaweza akaweka gap tena la pointi 5. So mimi namuona Dar es Salaam Young Africans akienda tena kunyanyua ndoo. Asante sana. Yanga bingwa.